Habari za siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo tarehe 8 ya mwezi Julai 2026. Kuna Mipenda Carton. Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amesema wilaya ya Arusha imekamilisha maandalizi yote ya kupokea mwenge wa uhuru wa mwaka 2026 utakaowasili hapo kesho Julai 9 majira ya saa 1:30 asubuhi katika viwanja vya magereza Kisongo, huku akiwataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki mapokezi hayo na shughuli zote zitakazoambatana na mbio za mwenge. Lengo na madhumuni ni kuwatangazia wananchi ujio wa mwenge wa uhuru ambao upo mkoani kwetu Arusha tangu tarehe 5, ambapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa CPA Amos Gabriel Makalla aliupokea mkoani hapa Arusha na kuanza mbio zake katika wilaya ya Longido, lakini umeendelea kukimbizwa na kesho tarehe 9 utakuwepo wilayani kwetu Arusha. Hapa tunatarajia kupokea mwenge ifikapo saa 1:30 asubuhi katika uwanja wa magereza kule Kisongo, na mwenge huu utakimbizwa kupitia miradi 7 ambayo ipo katika kata 7, lakini pia na tarafa zake zote 3. Miradi hii imejikita zaidi kwenye sekta ya maji, afya, barabara, wajasiriamali, yani vijana, miradi ya vijana pamoja na kiuchumi. Miradi hii ningependa kuitaja na sehemu ilipo, ikiwezekana kwamba kuna mradi wa maji, ujenzi wa tenki la maji la lita 50,000 ambapo litajengwa kule Kimindorosi. Lakini pia tuna ujenzi wa shule mpya ya Muriet kule Bondeni City. Hii shule inajengwa kwa ghorofa na shule ya kisasa kabisa, kwa sababu tunatarajia kule kuwe na mji ambao unaoendelea. Na pia tutakuwa na mradi wa kikundi cha vijana kule Njiro Mark Lives, ambao hawa wanajihusisha na usindikaji wa chakula. Vijana hawa watakuwa ni kielelezo cha vijana wengine wanaojishughulisha shughuli za kiuchumi, lakini pia kujiajiri wenyewe. Lakini jumla ya fedha zitakazotumika katika miradi yote hii ambayo mwenge utapitia ni shilingi takriban shilingi bilioni 3,906,458,896 na senti 79, jumla ya miradi, jumla ya fedha zote ambazo zitaonyesha thamani ya miradi hii. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspa Moya amewakumbusha Watanzania kuwa umiliki wa ardhi unaambatana na wajibu wa kuiendeleza, akisisitiza kuwa ardhi haimilikiwi kwa ajili ya kuiacha bila kuendelezwa, bali mmiliki ana wajibu wa kuiendeleza kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya sura 113. Naomba muelewe Watanzania wenzangu, ardhi sio UTT. Ardhi sio sehemu ya DSE. Ardhi sharti lake lazima kuendeleza. Mmesema hapa, sio mimi, ni nyinyi mliosema. Mmesema hapa uendelezaji wa makazi yaliyopangwa, ndio nilichokisemea. Kwa hiyo sheria ya sasa ya ardhi sura namba 113 inasema tunakupatia miaka 3 tokea pale ambapo tumekupa umiliki wa nini, ardhi, uiendeleze. Usipofanya hayo, sheria inazungumza tutakuja kuichukua hata bila kukuambia, tumpe mtu mwingine. Kwa hiyo usiende kuna kushtaki ukasema ardhi yangu ifanye nini, imechukuliwa. Hapana, umekiuka masharti. Moja hili sijalisema, lakini naomba niliseme tu. Ardhi ya jumla inalipiwa kila mwaka, ardhi ya vijiji hailipiwi. Sasa hii ardhi ya jumla hii unapaswa kulipa kodi la pango la nyumba. Jafeti huku kwangu, unaona maana yake ni nini? Ardhi wewe umekodishwa na Mheshimiwa Rais kupitia kamishina wa ardhi. Ndio maana tunakupa kipengele, tunakukodisha kiwanja, plot number, block number, area, yani ndio jina hilo, Kaspa Moya. Tunakukabidhi wewe kwa muda wa miaka 99, 66, 33. Sasa wajibu wako, kwa sababu umepanga
Kwani sifa mpangaji nini? Lipa kodi. Usipolipa kodi na unavunja sheria. Mfahamu tuna upungufu mkubwa sana wa nyumba, tena nyumba bora. Tuna upungufu mkubwa sana, takriban zaidi ya nyumba milioni 3 zinahitajika, na ukiangalia kwa mwaka sisi tunahitaji nyumba hazipungui 391 hivi kwa mwaka. Ukipenda kujua kwa siku, kila siku ikipita tunahitaji nyumba hazipungui 1000. Hayo ndio mahitaji yetu. Lakini huku mnawaza kutekeleza jambo hilo, uwekezaji huu unawekezwa kwenye ardhi. Ardhi yetu hii ukiangalia haitanuki, haiongezeki, iko vile vile. Chagua wilaya fulani ambayo halmashauri yake iko vijijini, lakini kule kuna Watanzania wenye masters, wenye PhD wamekaa kule kama wafanyakazi, lakini hawana nyumba. Hatima yake maisha yao yanakuwa magumu. Anasafiri kila siku kilomita 30 kutoka mjini ambako kuna nyumba inafanana na degree yake, anaenda kwenda kufanya kazi, alafu kule afanye kazi kwa utulivu, kwa sababu ameamka usiku, amechoka, anafika kule na amechoka, ana stress za kurudi, gari ni moja. Hatima yake efficiency and effectiveness. Mbunge wa jimbo la Kilombero Abubakari Asenga amewahimiza wananchi kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku akiwataka wakulima waliovuna mpunga kutenga sehemu ya mapato yao kwa ajili ya kujiunga na bima ya afya iliyoboreshwa. Akizungumza na wananchi, Asenga amesema serikali imeendelea kusikiliza changamoto mbalimbali ikiwemo malalamiko kuhusu uharibifu unaosababishwa na temba pamoja na tozo zilizokuwa zikiwakabili wakulima mashambani. Ndugu zangu, naomba tushirikiane na serikali. Alhamdulillah, mwaka huu mpunga kidogo si mbaya, si ndio? Tumevuna. Nimewakumbusha watu wote maeneo tuliovuna tumesumbuliwa na tembo, serikali tumeshajiambia kuhusu tembo. La pili, tuuze mpunga wote, tubakize pesa ya bima ya afya iliyoboreshwa. Gunia hili moja. Tatu, nashukuru serikali imesikia kuhusu ile tozo kutufatapata mashambani. Lakini hiyo haizuii jukumu letu la msingi kuchangia kidogo tunachopata katika halmashauri yetu ili tuweze kulipa zaidi. Na nyinyi wananchi hamjakataa kulipa ushuru ambao umeboreshwa kama Mheshimiwa Rais aliposimama pale siku ile akazungumza. Mitaji. Sasa fanyeni hivi. Mkilima mkiuza, lipeni ile tozo ile ndogo. Sio ile kubwa wanakutozeni hawa ndogo, ambayo waziri aliiweka kwenye budget. Mkilipa ile halmashauri inakusanya, si mnakumbuka ile 10% ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Ile ndio mitaji yetu huku. Sasa jinsi mnavochanga ndivyo halmashauri inavyokusanya na ndivyo mnavopata mitaji. Sawa ndugu zangu? Mitaji mengine ina riba, hamuiwezi. Ni kufuata wapi? Mashambani na mageti ya nini? Ya usumbufu. Kwa sisi kwa pamoja tukishirikiana na majiwani wetu kwa salama, viongozi wetu wa vijiji, viongozi wetu wa vitongoji, tutaweza kupata mapato ya halmashauri yetu ya kutosha na kuiendeleza mapato, kuiendeleza halmashauri yetu. Leo tuna soko hapa hili limekaa miaka 6. Nasema uongo? Ndio kukamilishwa wakati wa kwanza na Asenga. Mimi nawahakikishia, swala la barabara za mitaa tunafanya na tutajenga kwa sababu waziri yupo. Hatutamaliza zote. Mwaminini Mheshimiwa Rais Samia, niaminini serikali yake, mwaminini Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko hapa, tuaminini viongozi ambao mmetuchagua, tulinde amani yetu. Siku moja tutakuwa tunazungumza jambo lingine. Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Daktari Juma Homera ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kufanya uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma zilizotolewa na wananchi wa kijiji cha Ngongo, wilaya ya Sumbawanga, wakidai kuwa baadhi ya kina mama wanajifungua katika hospitali ya wilaya ya Sumbawanga wanatozwa fedha kinyume na utaratibu. Kero yangu kubwa ni hospitalini. Kipindi cha nyuma tuliongelea hili swala, mkutano ulikuwa pale. Tukaongelea hili swala la ukienda mjamzito tulikuwa tunanyanyasika. Tukaliongelea hilo swala, yule muhusika akatolewa. Sasa kilichobaki saizi kinachotutesa sisi wazazi, inavyoenda na mtoto wa siku moja anaumwa pale bila 40 na mtoto hajatibiwa. Na ninavyo
ninavyofika pale, hata kama naenda kutoa jino, yani kama wananichukia basi wanichukia, hata kliniki wacha kunipima, maana tumechoka. Yani tumechoka kabisa, yani tumechoka. Ninavyoenda kujifungua, nikijifungua mtoto wa kiume ni faini 10,000. Sasa sijui natoa faini kuhusu nini? Mimi ndugu waziri, nina kero na hospitali yetu ile ya wilaya. Mtu akijifungua pale, mwanamke akijifungua pale mjamzito, akilala pale, akijifungua mtoto wa kiume, analipishwa hela mtoto wa kiume aliyolala kwenye kitanda, bei tofauti. Mwanamke akijifungua mtoto wa kike analipa hela, analipa kitanda tofauti na bei na mtoto wa kiume. Tunataka utuambie ndugu waziri, kama ni kituo cha mtu binafsi mtuambie, kama ni hospitali ya wilaya mtuambie. Kwanza inatusikitisha sana. Huwezi kuwa unatoza fedha kwa mama wajawazito. Akijifungua mtoto wa kiume unamtoza pesa, akijifungua mtoto wa kike unamtoza pesa. Jambo hili taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa waanze kufanyia kazi haraka, ikiwemo na kufanya uchunguzi wa kina kwenye kituo kile cha afya cha pale mjini, na kuanza kuwabaini watumishi ambao sio wema kwa Watanzania. Tukiyafumbia macho haya, kesho na kesho kutwa, mwisho wa siku wataiba hadi watoto kwenda kuwapa watu wengine. Ubaya unaanza taratibu. Sasa lazima tuhakikishe kwamba wananchi ambao wanakwenda pale hospitali ya wilaya, kama mtu atatoza shilingi 10,000, 20,000, hayo ni makosa kama makosa mengine. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, bahati nzuri na ofisi ya mkuu wa wilaya ipo, yeye ana vyombo vya kutosha, na tarehe ya kufanya majumuisho tupate majawabu ya awali. Kama kuna katazo mmelitoa tujue, lakini mimi nasema ni marufuku kuwatoza wananchi shilingi 10,000 wala shilingi 20,000, na watoto chini ya miaka 5 wanatibiwa bure. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amesaidia kwa kiwango kikubwa sana wananchi wake, watoto chini ya miaka 5 waweze kutibiwa bure hospitali. Wewe unakwenda unawatoza shilingi 40,000, ni marufuku. Na ole wenu wananchi hawa, wakienda pale unaenda unamtoza shilingi 40,000, hajatoza shilingi 40,000, unaanza kumzungusha, mara unaingia kushoto unaingia kulia, hutaki kumpa huduma, utafukuzwa kazi kwa mujibu wa sheria. Ni hayo tu yaliyojiri katika taarifa ya habari kwa siku ya leo. Asante sana kutenga muda kwa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kuandaa habari hizi, nizidi kukukumbusha kwamba kambi ya upasuaji mdomo wazi inaelekea pale katika hospitali ya Malolo Tabora kuanzia tarehe 20 Julai mpaka tarehe 24 Julai. Ni vyema ukisikia taarifa hii umwambie na rafiki yako, na huduma hii inatolewa bure kabisa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation. Ulikopo nami Penda Gotton.